Tuko High Table Sound HQ kama ulivyoona taarifa kwenye Instagram account ya Barnaba kwamba studio imeungua, na hapa tuko na msanii wake Mula Obio, na yeye pia alikuwepo tangu tukio linaanza. Mula, pole sana. Kwanza asante sana, nashukuru. Wakati tukio hili linatokea, wewe ulikuwa studio au ulikuwa maeneo ya studio? Mimi nilikuwa ndani kabisa studio. Nilikuwa na tuna producer wetu ambaye anaitwa V. Kwa hiyo tulikuwa naye tumekaa ndani. Na mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuona moto. Kwa hiyo hapo studio kuna coach ambaye ukikaa unakuwa unaiona main switch mbele na mlango. Kwa kwenye ile main switch ya umeme pembeni kwa juu kuna nice nyaya ambazo zinatokea juu moja kwa moja kwenye umeme, au ni ndani ya zile sponge ambazo tumetengenezea material ya kutengenezea studio. Kwa hiyo nilikuwa nimeona moto umeanza kureflect pale. Kwa hiyo nilivyoona moto umeanza kureflect, na nikamwambia ndugu yangu, bwana unaona kule pembeni nini moto unawaka ule. Na kwa muonekano kabisa ulikuwa unaonekana ni moto mkubwa. Kwa hiyo tubidi sisi mimi na ndugu yangu tutoke nje kwenda kupiga kelele kuambia watu kwamba jamani moto unawaka ndani, ile kwa ajili ya kuomba kuhitaji msaada. Kwa kipindi tunarudi kutokana ile na material ambayo unajua gani tulikuwa tumetengeneza studio ya soundproof, yanakuwa ni rahisi sana kushika moto sponge. Kwa moto unaenea kwa haraka. Kwa kipindi tumerudi moto ulikuwa tayari umeshaanza kuwa mkubwa. Nilishindwa hata kuzuia wakati unaanza pale, akili ilituma moja kwa moja mkombe msana. Kwa picha ya muonekano mtu kwa macho kawaida ulikuwa unaonekana, ndio maana uliona tulitoka kwa mshtuko. Kwa ina maana ulikuwa umeanza kushika ndani kwa ndani. Kwa hiyo kabisa sisi tutaweza kufanya kuzima. Kwa hiyo kuja ilibidi lazima tutoke nje kwa kuomba msaada. Na hii imewahi kutokea before au kuna matatizo ya umeme kabla ya ili tukio kutokea? Sile kwetu hapa huwa hamna matatizo. Sasa sijui shida ilikuwa nini labda. Lakini kwa mara ya kwanza pia kitu kama hicho kimetokea. Wakati huo moto unatokea, Mopao alikuwa wapi? Mopao alikuwa yupo. Hata mimi nimekuja kwa sababu kesho ilikuwa tunaenda na press conference pale Serena. Kwa hiyo nilikuwa niko nyumbani, kuna vitu nilikuwa nimeongea naye, ilikuwa lazima nije hapa nimsubiri. Kwa zile nimekuja nimetoka kuongea naye kama dakika 15, mimi nimefika kama dakika 5 mbele, akawa ameondoka. Akamwambia V bwana, mwambie Mula tu anisubiri, jambo niloongea naye tutakuja tutaweka vizuri. Kwa kipindi nimekaa pale, tumekaa tunarekebisha, kuna kitu ndugu yangu ananisaidia kwenye simu, ndo naona ile moment pembeni ya moto kuna nini unawaka pale. Kuna kitu chochote ambacho mmeweza kukiokoa kwenye janga hili? Hamna kitu ambacho tumeweza kukiokoa. Kipindi tumerudi, kipindi moto unawaka, kitu ambacho niliweza kukiokoa ni simu. Nilikuwa nahisi sina simu. Nilikuwa naona simu kwenye coach ndani, moto mkubwa. Sasa yani nilijitoa tu kimasomaso, nijaribu kuingia kuchukua, nikaichukua, na japo ilikuwa sio yangu, ilikuwa kumbe ni ya producer yangu kumbe alikuwa ndo ameshika, ambaye alikuwa ananirekebishia. Yeye alishika simu yako au kaenda kuokoa yako? Na mimi sikujua pia, nilijua ni ya kwangu. Haujaungua? Naona shati huku kama ina moto. Haujaungua? Lakini naona kama umekurukia kwenye harakati zile za kuangalia tunafanyaje. Nimeona fire wamefika hapa kuja kuwasaidia kuzima moto na nini. Kitu kikubwa alichowaambia ni kipi? Kitu kikubwa ambacho ametuambia sijazingatia vizuri kwa sababu maelezo sana walikuwa wanazungumza na kaka Mopao. Pole sana. Nashukuru. Moto umetokea kipindi ambacho wewe ndo ngoma yako inafanya vizuri, ngoma yako ndo inatambulisha kwamba High Table Sound tuna msanii wetu huyo hapa anafanya vizuri. Imekuwa pigo kiasi gani? Kwa upande wangu mimi nimejisikia vibaya kwa sababu ukiangalia tuna project nyingi ziko pale. Vitu viko vingi ambavyo vinakuwa tumevirekodi moja. Kwa hiyo inaumiza. Don't cry brother. Asante. Pole sana. Nashindwa hata nikwambie nini. Pole sana. Nashukuru sana. Hapa Mopao kwa jinsi ambavyo alikuwa amechanganyikiwa hapa, mpaka anasema uongee wewe, yeye anashindwa kuongea. Kuna chochote ambacho umefanikiwa kuongea naye baada ya tukio kutokea? Sikuweza kuongea naye. Maongezi ambayo tulikuwa naongea ni kipindi tunaendelea kupambana kuangalia na uzimaji moto, na tulikuwa pamoja. Kwa hiyo tujaongea zaidi. Kikubwa cha kuambia Tanzania, watuombee tu kwa Mwenyezi Mungu, safari yetu tuianzishe tena vizuri, iwe na utengemavu kama ilivyokuwa mwanzo. Hivi High Table Sound mna wasanii wangapi? High Table Sound hapa ni familia, kaka yetu analea vijana na support kwa ajili ya wao pia waje kujipatia kama ni ugali, kama ni nini.
Pole sana. Nashukuru sana. Kuna njia yote ya zile vitu ambavyo mshafanya kuenda kwenye hard disk au simu ndio vimepotea tayari au kuna anaweza mkapata? Yani kila kitu kakangu kimepotea kwa sababu moto ulikuwa ni mkubwa sana. Hata mimi project yangu ambayo nilikuwa nataka pia kuachia imepotea. Lakini pia hata material ya kile ambacho tulikuwa nataka kukizungumza kesho Selena pia kimepotea, lakini inasemekana tuko na baadhi labda kidogo ya material na tuna uhakika vizuri mpaka sasa kwa director ambaye alikuwa ameshoot, ambaye alikuwa anafanya cutting na nini, kama atakuwa nayo kwenye external. Hamsave kwenye mtandao? Ni hiyo ni extra mtu kama kuwaza kama kuna kitu kama kinaweza kutokea. Ndio maana ukuta mashine zote zimefanya nini, zimeungua. Ina maana hata kama kulikuwa kuna external labda 15 au labda 10 kwa ajili ya kuhifadhi material, wakati huo yote alikuwa studio, kwa maana yanakuwa yamepotea. Pole sana. Nashukuru sana. Pole sana. Asante. Mungu wa mbinguni anajua. Barnaba nani umeitwa kwetu mama ametoka kutengeneza Mungu atafanya. We did it and we did it and we'll do it again. If we want to make it bro, tutafanya tena. As long as tunaishi, we'll do it bro. pesa zinataka mwenye nyumba huyo. Mami. Mami. Mungu wa mbinguni anajua. Barnaba nani umeitwa kwetu mama ametoka kutengeneza. We did it and we did it and we'll do it again. If we want to make it bro, tutafanya tena. As long as tunaishi, we'll do it bro. Mwenye nyumba huyo. Mami. Mami. Mungu wa mbinguni anajua. Naomba uchukue. Mungu wa mbinguni anajua. Barnaba nani umeitwa kwetu mama ametoka kutengeneza. We'll do it bro. Tunafanya. Mungu atafanya. We did it and we did it and we'll do it again. If we want to make it bro, tutafanya tena. As long as tunaishi, we'll do it bro. Pesa zinataka. Mwenye nyumba huyo. Mami. Mami.